Taarifa inaendelea kwa sasa ni kwamba kiongozi wa Iran Khamenei ambaye na yeye mwenyewe pia ameendelea kuonyesha ushupavu wa hali ya juu, licha kama kwa sasa naweza nikasema kwamba Iran inapambana na Marekani na inapambana pia na nchi ya Israel, kwa sababu support anayoipata Israel kutoka kwa Marekani Donald Trump ni sawasawa Iran anapigana na nchi mbili. Kwa hiyo naweza nikasema kabisa kwamba ni ushujaa na ushupavu wa hali ya juu sana unaoendelea kwa kiongozi Khamenei. Sasa pia na mwenyewe aliweza kufanikiwa kuweka shambulio ambalo liliweza pia kufiatua baadhi ya maeneo ya vituo vya redio na vya TV vya nchi ya Israeli, na nafikiri kwa baadhi ya watu wengi sana wameweza kushukuru na kufurahi sana, kwa sababu kitendo ambacho Marekani ameweza kukifanya, ambaye pia nahisi ni issue ambayo imewafanya pia hata kupoteza mashabiki wengi wa pambano hili linaloendelea. Vita inaendelea kiuhalisia, watu wengi hata kwa baadhi ya Wakristo walikuwa upande mkubwa sana wa nchi ya Israel, lakini sasa kuna wakati ambapo nafikiri ukweli ni lazima uweze kutendeka. Yani kinachoendelea, ambaye pia aliyepoteza pia hata radha hata kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanaona kabisa kwamba kwa hii vita ya Mkristo na Muislamu inayoendelea baina ya Iran pamoja pia na nchi ya Israel ni swala ambalo nafikiri limeweza kubase katika upande wa religious fact, lakini imefikia wakati sasa baada ya Trump kuingilia, hata hao Wakristo wenyewe wameanza kumsupport na kukubali Iran kwamba amekuwa na ushujaa na hali ambayo kiuhalisia hata kwa kiongozi mwingine anaweza akamsifia Iran kwamba ameendelea kuwa na ustahimilivu, licha kwamba sasa hivi Trump amekuwa akiongeza nguvu kuifanya Israel iongeze pia umakini kuweza kuishambulia Iran. Lakini pia hata binafsi ninashukuru na nimefurahi baada ya Iran kuweza kufyatua baadhi ya makombora, lakini pia na hata pia ndege za kivita ambazo ziliweza kufikia katika maeneo ya vituo vya redio vya nchi ya Israeli. Kwa ni swala ambalo pia kila mmoja yuko na furaha sana mara baada ya kuona kwamba Iran anapigana na nchi mbili kwa hivi sasa, kwa sababu aliyeweza kujiingiza kwenye vita hiyo ambayo haimuhusu ni Donald Trump mwenyewe, ambaye namuita kiherehere.